Beautiful like diamond in the sky, moja kati ya sauti pendwa kabisa ya binti ambaye sasa hivi naweza nikasema ni mama mwenye umri wa miaka 38 ambaye mwaka 1988 Februari 20 ndio ilikuwa tarehe ambayo aliweza kuletwa duniani. Lakini pia huyu ni moja kati ya kipaji ambacho kiukweli kabisa kiliweza kutendea haki mziki huu, lakini pia mpaka sasa hivi anazidi kutendea haki kiukweli. Anaitwa Rihanna, wimbo unaitwa Shine Like a Diamond, moja kati ya wimbo ambao uliweza kufanya vizuri sana kipindi cha mwaka 2012 ambao ndio ulikuwa mwaka ambao wimbo huu uliweza kutoka. Na kiukweli kabisa binti huyu Rihanna alikuwa ni binti ambaye likitokea tukio lolote basi vidume wa kipindi cha millennium walikuwa wanajitokeza duniani kote kuweza kumtetea. Tumia neno tu. Useme wa. Hata mimi kiukweli, na mimi nilikuwa ni miongoni mwa millennium ambao kiukweli kabisa nilikuwa nikimwangalia Rihanna nasema oh my. Karibu sana kwenye BCB, ila tunachokwambia bwana, mwaka 2021 aliingia kwenye mahusiano Rihanna na A$AP Rocky. Mimi sitaki nikumbushie kipindi hicho yupo na Chris Breezy alivyochezea makofi, lakini nakumbushia hichi kipindi ambacho sasa hivi yupo kwenye mahusiano na rapper ambaye pia ni model na designer anakwenda kwa jina la A$AP Rocky, ambaye bwana 2021 hawa ndo waliweza kuanza mahusiano yao, lakini pia wameweza kufanikiwa kupata watoto. Na pia kitu kizuri bwana kutoka kwa Rihanna, yeye ameweza kuzungumza kwa sababu weekend hii aliweza kuulizwa kwamba bwana, je, Rihanna, hivi ukigundua bwana yako A$AP Rocky ana cheat itakuwaje? Akajibu nini? Akajibu akasema hivi, ajiandae tu kufilisika. Ndio kitu ambacho aliweza kukijibu Rihanna, na hilo jibu limetrend dunia nzima. Alisema kabisa, akichiti ajiandae kufilisika. Hivi unajua mimi ukinipa nafasi ya kumweka mwanamuziki wa Tanzania mwanamke na nikamfananisha na Rihanna, unajua naweza nikamweka nani? Nani? Nikisema hapa nitakuja kuharibu mambo mengine. Wewe tuambie nani? Umeanzisha story, hatuwezi kuiacha katikati. Sawa, tuiache. Wewe tuambie tu ni msanii gani? Vanessa Mdee? Mimi Maz. Nazungumzia Vanessa. Okay. Vanessa Mdee ambaye sasa hivi ni mke wa mtu. Ndio. Nobody ambaye alikuwa ame-expect kwamba Vanessa anaweza kuwa mama kwa uharaka ule. Kwa hiyo lakini kuna uharaka wa kuwa mama na respect. Kwa hiyo nataka kuniambia Vanessa Mdee kuna watu wengi walikuwa wanamtolea macho kama Rihanna alivyokuwa anatolewa macho, lakini akawaumiza wanaume wengi kwa kuingia kwenye mahusiano serious mapema. Dalali, kuwa mama sio issue, ila unakuwa mama ukiwa na heshima kiasi gani? Vanessa amekuwa mama akiwa na heshima. Kuzuia comments za watu wana comment wanakuwa attack, alafu unaweza kuzimudu. Ni kitu ambacho Vanessa amekimudu. Moja kati ya wanawake ambao wametulia vizuri kabisa kwenye ndoa zao. Ajali wewe unasema nini? Shauri yako. Wewe utajijua mwenyewe. Na ndio maana Rihanna anamwambia, na hii tena. Ila bwana, nilichokuja kugundua, ukiwa na pisi kali, hii nimeiga kwa Rotimi na A$AP Rocky. Ukiwa na pisi kali, tulia. Mimba baada ya muda, weka mimba baada ya muda, weka mimba, afutulia. Hiyo alipigwa Alicia Keys. Mama Siara. Hiyo kapigwa Rihanna. Hiyo kapigwa Vanessa Mdee. Umeelewa? Kibongo kuna msanii gani tena wa kike ambaye tayari kataimiwa ili atulizwe? Sasa viambie hivi vizazi vyako vya sasa hivi katikati hapa vitotoe tena. Viambie vinywe Pepsi. Karibu sana kwenye BCB kwa sababu tuko hapa mpaka 3 kamili za asubuhi. Tuko vizuri sana, tunafahamu leo jamani ni Jumatatu mpya kabisa, Jumatatu ya tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Tunajua wewe uko freshi, ndio maana sasa hivi umetune 92.5 Mjini FM, na sisi huko upande wetu tuko vizuri. Castro Dixon, Mbaba VC, lakini pia one day
Hassan na Jamal ndio tuko hapa kuweza kusababisha siku nzuri kwa upande wako. Ila sisi kiburi tulicho nacho kwa miaka 25 ni kwamba sisi kila asubuhi tukiweza kuamka kuanza siku yetu mpya kabisa, tunachofanya tunaagiza Pepsi ya chupa, Pepsi baridi kabisa, na sehemu yoyote inapatikana, na unaweza kumshauri hata jirani yako kwamba bwana, utapoamka kuanza siku yako mpya, basi hakikisha unapata Pepsi ya chupa, Pepsi baridi ya mililita 350 sehemu yoyote ambayo inapatikana nchini Tanzania. Ukiweza kuagiza Pepsi baridi, kila kitu kinakuwa voila. Kwa hiyo hii ni Pepsi, na enjoy Pepsi ya chupa, kwa sababu chupa ni mwamba, na sisi madalali tuko full energetic kuweza kusababisha siku yako iwe proper zaidi. Mpaka 3 kamili za asubuhi hapa hapa kwenye Big City Breakfast. Bwana weekend. Yeah.